watakatifu walioko duniani. Kwa tuna nafasi ya kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha ni mafupi sana tunayoishi. Na njia tunayoiendea Biblia imesema wasio safi hawatafanyaje? Hatupita. Kwa katika njia hiyo Yesu asipotukuta mahali ambapo alituelekeza tupite, basi hatuwezi kukutana na Mungu, hatuwezi kaenda mbinguni. Kwa hiyo kama njia ilikuwa labda ni kushuka huku chini, wote tuelekee huku, kumbe Yesu atatokea kule mbele atuchukue, atupeleke kule. Wewe ulikuwa umepita huku, basi huwezi kukutana na Yesu huko. Huwezi kukutana na Yesu ukienda kule. Ila wale wote ambao walikuwa wameelekea huko watakutana na Kristo huko. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anafurahishwa na sisi. Jina la Mungu litukuzwe kupitia maisha yetu. Yaani maisha yetu yawe ushuhuda, maisha yetu yawe matakatifu. Tusiwe ni watu ambao yaani tunaishi tu ili mradi. Tusiwe ni watu ambao maneno yetu ni machafu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu aweza akakaa akaongea na wewe hata akabarikiwa. Biblia inasema kimtakacho mtu ndicho kijaa moyoni mwake. Sasa umejaza nini moyoni mwako? Na ni vitu gani ambavyo unaviongea? Yaani kuna mtu ukikaa naye stori zake ni mpira tu. Kuna mtu ukikaa naye stori zake ni hizi tu. Hawezi akagusia hata habari ya neno la Mungu. Hapana, hawezi. Ngoja nikukumbushe kitu kimoja. Ukisoma Biblia, Yesu Kristo alipofufuka, haleluya, kulikuwa kama kuna fununu au uvumi umeenda kwamba Yesu amefufuka, amefufuka. Kulikuwa kuna mabwana wawili walikuwa wanatembea njiani. Walikuwa wakijadili. Haleluya. Wakawa nasema tunasikia Bwana yule Yesu eti amefufuka. Wakawa wanajadili wao kwa wao. Biblia inasema Yesu Kristo akaungana nao katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba akaungana nao, wakaendelea kuzungumza, wakazungumza mpaka wakamwambia Bwana, wewe unakoelekea ni wapi? Huku ni usiku, basi njoo tupate chakula upumzike. Wasijue kwamba wako na Kristo katikati yao. Wakakaa, wakamwambia karibu ushukuru kwa ajili ya chakula. Akaomba, akaondoka, akapotea mbele yao. Wanakuja kugundua kwamba ni Kristo hayupo, wanaendelea kutoa ushahidi ya kwamba Yesu amefanyaje? Amefufuka. Sasa nataka nikwambie nini hapa? Ni kwamba kwenye ile njia ambayo wale watu wawili walikuwa wamepita, sio kwamba walikuwa wawili tu. Yaani njiani utembeaji peke yako, wewe mwenyewe ni shahidi. Haleluya. Kulikuwa kuna watu wengi sana. Wengi mno waliokuwa wanapita katika ile njia. Lakini Yesu hakuweza kuingilia mazungumzo ya watu wote. Aliingilia mazungumzo ya watu hao wawili kwa sababu walikuwa wanajadili kitu. Walikuwa wanamjadili Kristo aliye hai. Kwa hiyo kuna wakati unapokuwa unajadili habari za Kristo, Yesu anajoin, anaongea na nyinyi, anawafundisha. Kumbuka wale watu akaanza kuambia, kwani hakuambia jinsi alipokuwa hai kwamba atafufuka? Unakumbuka alipokuwa anawaambia, alikuwa anazidi kuambia wale watu wawili kwamba hakusema na nyinyi kwamba atafufuka. Kwao walikuwa katika hali ya kutokuelewa. Yesu Kristo akaingia ndani yao, akawafundisha. Pale katikati yao akawafundisha. Lakini sisi kama Kristo tunajadili nini hata tukiwa wenyewe wapendwa? Kwa hiyo kumbe hata tunapoishi maisha matakatifu, tunapokuwa tunajadili habari za Kristo, Kristo anaungana na sisi. Haleluya. Katika kuzinena hizo habari za Yesu. Soma Tito 2:4. 4:5. Ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na wawapende watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ukisoma Tito utaona haraka wa Paulo kwa Tito. Haleluya. Alikuwa anajaribu kuonyesha mambo muhimu ambayo tu kuhusiana na maisha. Kwa habari ya wanawake wazee, kwamba wanawake wazee wawafundishe wanawake vijana kuwatii waume zao, watoto wao kuwapenda. Ili nini? Pale mwisho wa siku inasema ili jina la Mungu lisifanyeje? Lisitukanwe. Kwa hiyo unagundua jinsi gani Mungu anapenda tufanye vitu katika njia ambayo ni bora. Yaani hapendi kabisa jina lake litukane kwa ajili yetu.
Kwa maisha yetu ni ushuhuda, watu wanasoma, watu wanaangalia sana hatua zetu. Wanasema fulani ameokoka, hebu tumuone na hapa. Hebu tumuone na hapa. Hebu tuone watoto wake. Wanakuta watoto wako ndio wanaoongoza kutukana mtaani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wawatie wanawake vijana akili, ili jina la Mungu lisije likatukanwa. Kwa hiyo sasa Wakristo tumekaa katika maisha ambayo tunaishi, ndio wewe unaweza kuhisi unaishi kwa ajili ya kwako mwenyewe, lakini tangu umetangaza kwamba umeokoka, maisha yako ni kwa ajili ya Kristo. Ndio maana unasema nimekabidhi maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tulimpa Kristo maisha yetu ayatawale, maana yake Kristo ndio kiongozi. Kwa hiyo sasa kama jina la Mungu linatukanwa kwa ajili yetu, kweli itakuwa ni rahisi